kikao ambacho tunaenda kupashana habari na kufanya majadiliano ya namna bora ya utekelezaji wa mfumo wa bima ya afya kwa wote, kwa sababu nataka ikianza Januari basi tuende tukafanye uhamasishaji wa kina, na ili kila Mtanzania aliyelengwa aweze kufaidika na mpango huu. Sote tunatambua kwamba serikali yetu iliweza kupitisha swala au sheria ya bima ya afya kwa wote mwaka 2023 na hususan utekelezaji wake uliweza kuanza tarehe 16 Agosti 2024. Lakini sisi tunasema fursa imekuja mikononi. Kama tuna uwezo wa kwenda mbele kufanya ubunifu tukawafikia wengi zaidi, inawezekana. Na hiyo ndio tarajio letu baada ya semina hii, tuweze kuangalia fursa mbalimbali katika mkoa wetu, ni namna gani tunaweza tukawafikia kaya nyingi zaidi waweze kufaidika na swala zima la bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo leo tutapata elimu nzuri kutoka kwa wataalamu wetu waliokuja, lakini tukishapata sisi tuhakikishie kwamba tumejipanga, faida tunazielewa, na sisi ni watekelezaji wazuri wa maelekezo na maagizo ya serikali. Tutaweza kuyatekeleza kwa kasi kubwa na kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri sana. Kwa hiyo mchanganyiko huu wa leo ni mchanganyiko mzuri ambao kila mmoja ana nafasi yake, kwa maana kuifikia jamii ambayo iko katika mkoa wetu na kuhakikisha kwamba wanapata habari hizi njema. Afya njema ndio msingi imara kwa ajili ya nini? Ya maendeleo. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana Raymond na timu yako kwa kazi hii nzuri na kubwa mliotufanyia, na tuwahakikishie sisi tutaibuka kinara. Na katika maisha ya sasa mtu akiwa na bima, maisha yamerahisishwa zaidi kuliko vinginevyo. Sio kila wakati tuna hela mikononi. Kwa hiyo tuhakikishie Wanasingida tumelipokea hili kwa mikono miwili, na tunaenda kuhakikisha kwamba tunalitekeleza na tuna mpango wa kuibuka kuwa kinara, kwa sababu tunajua tunakwenda kuanzisha kitu kipya ambacho kikipokelewa vibaya inaweza ikaleta image mbaya, lakini ili kipokelewe vizuri lazima tuimarishe mifumo, na huku zahanati na vituo vya afya vinaendelea kujitahidi, na tunafahamu gharama za kuweka ule mfumo ukae vizuri kwenye zahanati sio pungufu ya milioni 14 na kuendelea. Kuna ile changamoto ya kwamba fomu fulani ikikosewa kwa kitu kidogo tu tayari fomu inawekwa pembeni, na wakati pale mteja ameshapewa madawa ya shilingi kadhaa na zile dawa zinanunuliwa na kituo. Tumeona hapa watu wa MSD hawatoi dawa bure, zinanunuliwa, lakini fomu imekosewa kidogo tayari imeshawekwa pembeni bila kujali kwamba yawezekana amekosea tu labda kujaza kitu fulani, lakini sasa inakuta kitu chote inawekwa pembeni. Nilikuwa ninaomba ili kutokuzikolapse zahanati, vituo vya afya na hospitali, hivi vituo viweze kuwa na fedha za kutoa huduma, angalau tuangalie magnitude ya kosa. Manake zahanati unakuta ametoa wateja wengi wa NHF, lakini mwisho wa siku akilipwa zahanati inakuwa imepata shilingi 0. Sasa anakuwa haelewi, manake dawa zake tayari ameshazitumia. Kwa hilo nalo nilikuwa ninashauri tuangalie utaratibu mpya wa kuassess, ili angalau zahanati kishatoa huduma isikose hata shilingi 1. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nikushukuru zaidi kwa kutupa nafasi hii ili tuweze kupata mafunzo, lakini pia tukatekeleze bima ya afya kwa wote. Kwa fursa hii tunashukuru wawezeshaji wamefika kutoka Wizara ya Afya. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kama ulivyosema, tulikuwa chini katika kujiunga na CHF, tulikuwa kwenye 8% tu, lakini sasa tunaongezewa nguvu. Kwa hiyo tunaamini baada ya hapa tutaenda kufanya kazi kwa kasi yote. Lakini ilani ya 2025 imeendelea kuweka msisitizo pia katika eneo hilo la kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa na bima ya afya na wanafikiwa wote. Lengo kubwa lilikuwa ni kufikia kipaumbele ambacho tumeweka kwenye dira yetu ya taifa, kwamba ifikapo 2050 malengo yetu ni kuhakikisha kwamba tumeimarisha mfumo wa bima ya afya au tumeimarisha mfumo mzima wa afya, lakini pia wananchi wana bima ya afya.